Maandamano ya Jumatano yanaendelea kuchochea wito wa uwajibikaji miongoni mwa maafisa wa polisi na hatua kuchukuliwa kwa wahuni ambao walisababisha uharibifu mkubwa wa mali, uporaji na vile ghasia. Na viongozi wa upinzani wamekemea vikali matumizi ya nguvu kupita kiasi na vile utumizi wa risasi kiholela wakati wa maandamano. Ni mwanahabari wetu Victor Ngaruya anayeshuka na taarifa hiyo. Ya maandamano yaliyofanyika Jumatano yameendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wananchi na viongozi nchini. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amezua mjadala mkali kuhusu misimamo ya baadhi ya viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kuhusiana na maandamano yaliyofanyika. Na mimi nashangaa naona Deputy President anaenda anasema kwamba hili ndio kubadilika tena na watu wakaona. Mata ujao tijaribu wakaona. Watu wataona lini? Natembeya ameeleza kusikitishwa kwake na matamshi ya naibu wa rais Kithure Kindiki aliyedai kuwa maandamano hayatokubaliwa tena, akisema hilo ni tisho la moja kwa moja kwa wananchi wanaotumia haki yao ya kikatiba. Natembeya vile amekemea waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa kauli yake kuhusu hatua itakayochukuliwa kwa maafisa wa polisi wanaokisiwa kutekeleza mauaji wakati wa maandamano. Waziri ambaye anahusika na usalama anasema kwamba wale ambao waliua watoto wetu walifanya vizuri na hakuna askari ambaye atachukuliwa hatua. Nikisema na niende kwamba kila askari anikia ruhusa kwenda kuuawa. Katika muktadha huo aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amewataka viongozi wa serikali kuyasikiza matakwa ya wananchi badala ya kuwatisha. Daktari Matiang'i pia amegusia azma yake ya kuwania urais mwaka wa 2027. Waheshimiwa wa MCAs wote wamezungumza hapa, wamesema vile mnataka twende. Mimi nataka kuhakikishia hivi ndugu zangu na dada. Hapo mnataka twende, tutaenda na mimi niko mbele. Haya maandamano yaliyo. Kwa upande mwingine, viongozi wa bunge la mwananchi wameunga mkono maandamano ya amani, lakini wakalaani vikali wahuni waliotumia fursa hiyo kufanya uhalifu na kuharibu mali. If you walk downtown today, you would think we are in Iran because of the destruction that has happened. As bunge la mwananchi, we would like to distance ourselves and dissociate ourselves from all forms of violence. Tunataka kuona action. Tunataka kuona watu wanashikwa. Tunataka kuona watu wanafungwa. Victor Ngaruya, NTV.